Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2025. Ni siku ya Alhamisi katika juma la 33 la mwaka C wa kanisa. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 19 aya ya 41 hadi ya 44. Yesu alipofika karibu ya Yerusalemu, aliuona mji, akaulilia, akasema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusulu pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tumesikia katika Injili Yesu anaulilia mji wa Yerusalemu. Pengine kabla ya kuingia katika tafakari ya neno la Mungu, ni vizuri tujiulize swali la msingi juu ya tukio alilofanya Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili. Je, ni kwa nini Yesu anapouona mji wa Yerusalemu analia? Tunaweza kuwa na sababu mbalimbali. Moja ikiwa Yesu analia kutokana na hamu yake kubwa ya kuona mji wa Yerusalemu ukiwa katika hali ya amani. Hii tumesikia katika Injili tuliyoisoma anaposema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Rejea aya ya 42 sura ile ya 19 Injili ya Luka. Na hivyo anawalilia watu wa Yerusalemu kwa kukosa fursa hiyo ya kuwa na amani, kwani walimkataa yeye aliye mfalme wa amani, ambaye ametuonyesha mfano wa kuishi maisha ya amani na anatangaza amani kwa watu wote, kama tunavyosikia katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 21, amani iwe kwenu. Nasi tunaalikwa kumpokea Kristo katika maisha yetu, ili kwa njia yake maisha yetu yapambwe kwa tunu hii ya amani. Tunaalikwa vile vile kutafakari ni kwa kiasi gani tunamhuzunisha Kristo kwa kumfanya aliye juu yetu na kushindwa kudumisha amani katika nafsi zetu, amani kati ya wenzetu, na amani katika jamii, miji na taifa letu kwa ujumla. Pia sababu nyingine, Yesu anaulilia mji wa Yerusalemu kwa kuwa anajua adhabu wanayostahili kwa matendo yao na kwa kushindwa kwao kumwamini Kristo kama Mwokozi wao, na wanaishia kumuona kama mtawala wa kisiasa. Adhabu ambayo Yesu anaitazamia kwa Yerusalemu ni uharibifu wa mji huo, jambo ambalo lilitokea baadaye walipovamiwa na kuharibiwa na utawala wa Kirumi. Na hivyo kujua kwa Bwana wetu Yesu Kristo adhabu hiyo kunamfanya aulilie mji wa Yerusalemu, kama anavyotufundisha Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 6 aya ya 23, ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Vivyo hivyo Kristo anajua adhabu tunayostahili kwa dhambi zetu, na hivyo analia na kuhuzunika juu yetu kama alivyoulilia mji wa Yerusalemu, na kwa namna hiyo anatualika daima tufanye toba ya kweli, kama anavyotufundisha katika Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 15,
tubuni na kuiamini Injili. Wapendwa wasikilizaji, lazima tutambue ya kwamba kila mara tunapotenda matendo mabaya, tunapovunja kwa makusudi amri za Mungu na za kanisa pamoja na amri kuu ya mapendo, tunamrudisha Kristo katika mateso. Tunamfanya aliye kwa sababu yetu. Na hivyo tunaalikwa kila mara kupokea sakramenti ya kitubio ili tuweze kujipatanisha na huyu Kristo tunayemwamini. Sababu nyingine ya Yesu kuulilia mji wa Yerusalemu ni upendo na huruma isiyo na mipaka anayokuwa nayo kwa watu wa Yerusalemu. Upendo alionao Kristo kwa watu hawa ndio huo alionao kwetu sisi sote. Kristo hayuko tayari kuona hata mmoja wetu anapotea, kama anavyotufundisha katika Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Na pia anatutaka na sisi tukae katika pendo lake, kama anavyotueleza katika Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 9. Basi tumuombe Mungu atujalie neema ya kudumisha amani, upendo na moyo wa toba katika maisha yetu, ili tuweze kumshuhudia Kristo kihodari kwa maneno na matendo yetu mema. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Emmanuel Maripesa, frateli wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ninayesoma mwaka wa 4 seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.